Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu. Karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini kwa mnuko Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni unakusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya na Australia. Unaweza kuwasiliana kupitia namba hizo zinazotangaza kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka ni siku moja imepita toka kumalizika kwa mzunguko wa pili wa mazungumzo baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani. Mazungumzo ambayo actually yalifanyika katika mji wa Geneva, Uswisi, na msimamizi wa kazi wa mazungumzo hayo ni baki ni yule yule waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Oman, Said Badr al-Busayyi. Lakini muundo wa mazungumzo sasa hivi kidogo ulikuwa unaonekana umetanuka kidogo, kwa sababu kipindi cha mwanzo au mazungumzo ya kwanza yaliyofanyika pale nchini Oman hasa yalikuwa yanahusisha tu pande mbili, pamoja na kwamba haikuwa ni kikao cha moja kwa moja. Maana yake ilikuwa ni upande mmoja unakwenda kuwasilisha hoja zake kwa waziri wa nje wa mambo ya nje wa nchi ya Oman, na kisha upande wa pili pia unakwenda kufanya namna hiyo. Lakini kwa sasa hivi kikao kinaonekana kwamba kilikuwa kiko very technical, maana kilihusisha vile masuala ya kitaalamu, na ndio maana siku moja kabla ya kikao waziri wa mambo ya nje wa nchi ya Iran Abbas Araghchi alionekana kwamba akiwa katika mazungumzo na kiongozi mkuu wa idara ya masuala ya atomic ya Umoja wa Mataifa, International Atomic Energy Agency, Rafael Grossi. Na hii ni kuonyesha kwamba katika kikao husika kilihusisha vile sehemu ya wataalamu wa masuala ya atomic, lakini vile sehemu ya wataalamu wa masuala ya uchumi, kuzingatia kwamba pendekezo la nchi ya Iran hasa lilikuwa limefocus kwenye kuitaka Marekani iweze kuondoa vikwazo vyake. Lakini vile ni kikao ambacho kilihusisha vile baadhi ya wataalamu wa masuala ya kisheria, kwa kuzingatia kwamba baada ya kikao hichi inaonekana kwamba kuna kipindi cha katikati cha kuelekea kutengeneza baadhi ya makubaliano katika upande wa maandishi, ambao vile yatachunga sehemu za masuala ya kisheria, hasa sheria za kimataifa. Pamoja na kwamba kikao kinaonekana kwamba pande zote mbili wanazungumza kwamba kilikuwa kimekwenda sawasawa au kinaonyesha matarajio ya kuelekea katika phase nyingine, lakini ni kikao ambacho kwa upande wa Marekani inaonekana kama umakini haukuwa mkubwa sana, na umakini kukosekana kwake inawezekana ni kwa sababu ya Marekani hawahisi kama wanaweza wakafikia katika hitimisho lililokuwa salama baina yake na nchi Iran. Na tunasema kwamba palikuwa kama hakuna umakini mzuri, kwa sababu wahusika wakuu kutoka katika nchi ya Marekani alikuwa ni Jared Kushner ambaye ni mkwe wa Rais Donald Trump pamoja na Steven Witkoff. Lakini wajumbe hawa vile ndio walikuwa wanahusika kwenye swala la usuluhishi wa mgogoro baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine, kwa sababu ni events zote au matukio yote mawili yamefanyika ndani ya mji mmoja katika mji wa Geneva. Kwa hiyo ina maana wakati huo walikuwa wanahitajika katika upande wa issue ya Iran, lakini wakati huo walikuwa wanahitajika katika upande wa issue ya Urusi. Issue zote ni issue ambazo ziko very serious. Kwa hivyo kikundi kimoja kuhusika katika pande zote mbili, maana yake ni kuashiria kwamba hakuna seriousness kubwa ya kiwango hicho. Na kukosekana kwa hii seriousness vile inawezekana ikawakilishwa na movement ambazo zimekuwa zikiendelea za nchi ya Marekani, ikionekana kwamba imeendelea kusogeza au kuimarisha sehemu ya vifaa vyake vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mfano, kwa ripoti zilizotoka katika siku ya jana zinaonyesha kwamba kuna takriban F-35 18 zilipelekwa siku ya jana katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile M22 takriban 12 ziliongezwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Vile F-16 takriban 38 ziliongezwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Ukiachilia mbali kwa mfano F-15E vile ziliongezwa, maana yake na ile za ndege zote hizo ziliongezwa takriban kama 30 takriban ziliongezwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Ukiachilia mbali baadhi ya ndege ambazo zitatumika katika masuala ya tafiti kama E3 AWACS 5 vile iliongezwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kama takriban ndege zinafika 80 na zaidi, maana zilizoka katika eneo la Mashariki ya Kati, kuonyesha kwamba ni katika muendelezo
wa Marekani kuendelea kujipanga zaidi kwa kile ambacho anakusudia kwamba huenda kikatokea katika siku za usoni za movement ya kuishambulia nchi ya Iran. Na kwa upande mwingine, katika upande wa nchi ya Iran vile vile, katika upande wao, hasa katika upande wa serikali, ikichukua kama speech ambayo ilitolewa takriban siku ya jana wakati kikao kinaendelea kile cha mazungumzo baina ya nchi ya Iran na nchi ya Marekani, palikuwa kuna maadhimisho ndani ya nchi ya Iran ya maadhimisho ya maombolezo ya watu wa Tabriz. Na Tabriz ni sehemu ya mji unaopatikana katika zile province za Azerbaijan province East na West, manake upande wa kaskazini magharibi. Maadhimisho haya yalikuwa na lenga tukio la mwaka 1978 ambapo baada ya kipindi cha utawala wa kifalme ndani ya nchi ya Iran, baada ya kuuliwa kwa watu katika mji wa Qum, manake mji wa Tabriz walifanya kama tukio la kuomboleza yani mauaji yaliyotokea katika mji wa Qum, tukio ambalo liliambatana tena na matukio mengine ya mauaji ambayo ilisababisha kwamba nchi nzima yakaanza kulipuka maandamano na vitu kama hivyo, au uombolezaji na vitu kama hivyo, ambayo ilipelekea mwisho wa siku mpaka kufikia mwaka 79 ule utawala wa kifalme ukaondoka. Lakini mji wa Tabriz maana yake ni mji unaozingatiwa zaidi kwa kuzingatia kwamba hatua ambao walichukua wao baada ya mauaji ya Qum ndio ilisababisha movement ikafanyika nchi nzima, kwa ilipelekea ule utawala wa kifalme wa Shah uweze kuanguka. Kwa hiyo miongoni mwa tarehe muhimu hasa ilikuwa ni tarehe ya jana, tarehe 17 kwenda tarehe 18 ya kukumbuka tukio hilo la Tabriz. Katika speech ambayo alitoa Ali Khamenei, ya kwanza ilikuwa haionyeshi kwamba Iran wana matarajio makubwa na mazungumzo yao dhidi ya Marekani. Na kwa hoja ambayo alizungumza Ali Khamenei ni kwamba Iran manake inakwenda kuzungumza na mtu au jamii ya watu ambao wenyewe wameshapanga matokeo ya mazungumzo. Ni jambo ambalo bila shaka ni kama kupoteza muda kwenda kuzungumza kuhusiana na hilo. Hilo ni jambo la kwanza ambalo alilizungumza, akimaanisha kwamba Marekani wenyewe wameshaweka condition zao kwamba Iran lazima iache urutubishaji, yani isiwe na uwezo kabisa au iache kabisa urutubishaji, manake iwe ni zero enrichment. Lakini jambo la pili vile vile kuwekea kiwango zile ballistic missiles, maana yake zisivuke takriban kilomita 300, jambo ambalo ndio msimamo wa Israel na ndio msimamo wa Marekani, na masharti mengine mengi ambayo mwisho wa siku ukiyachukua yote kiujumla, maana yake ni hitimisho la mazungumzo kabla mazungumzo hayajakamilika, jambo ambalo Ali Khamenei anaona kwamba si jambo la sawa sawa. Lakini jambo lingine ambalo Ali Khamenei amezungumzia kwamba malalamiko ya Rais Donald Trump kwamba Marekani imeshindwa kuangusha utawala ulioko ndani ya nchi ya Iran kwa takriban miaka 47. Na katika maelezo yake amezungumza, anasema kwamba ikiwa Marekani ilishindwa kuisambaratisha Iran wakati ipo katika early stage, katika ile hatua za mwanzo kwenye miaka ya 70 mwishoni miaka ya 80, maana yake kwa sasa hivi haiwezi kufanikiwa kufanya hivyo. Lakini jambo la tatu ambalo alizungumza vile vile ilikuwa ni kuhusiana na zile aircraft carrier, zile meli kubwa ambazo zinabeba ndege ambazo zinaonekana ziko katika eneo la Mashariki ya Kati, pamoja na kwamba kwa sasa hivi zimesogea kidogo katika upande kama wa Socotra kule Yemen, na zimeingia kidogo upande wa ndani ya bahari, hasa ya kuelekea katika bahari ya Hindi, ili kuziweka mbali na range au na ule uwezo wa makombora ya nchi ya Iran kuweza kufika pale, au upande wa Houthi kuweza kufika pale ambapo sasa hivi zile meli zilipo, ukiachilia mbali ziada ya meli kubwa zaidi kama ile Gerald Ford ambayo inaonekana kwamba vile vile na yenyewe itaelekea kuungana na hizi ambazo zilizoko pale kama USS Abraham Lincoln. Amezungumzia move hii kwamba nchi ya Marekani inaonekana kwamba inasema mara zote, au Rais Donald Trump amekuwa akizungumza mara zote kwamba Marekani ndio nchi ina jeshi kubwa, Marekani ndio ina vifaa vya kisasa na mfano wake. Akasema ni kweli aircraft carriers ni miongoni mwa vyombo vya kijeshi ambavyo vina uwezo mzuri, lakini cha kuogopwa zaidi sio aircraft carrier. Cha kuogopwa zaidi ni silaha ambayo inaweza ikaizamisha aircraft carrier. Hii ni miongoni mwa kauli ambazo amezungumza Ali Khamenei, ukiachilia mbali masuala ya kiuchumi ambayo vile vile aligusia kwamba Iran walikuwa fanya kazi mara mbili zaidi, na idara za serikali ndio zihakikisha kwamba zina solve tatizo la kuendelea kuanguka kwa thamani ya pesa ya nchi ya Iran. Lakini
maelezo ya Ali Khamenei tukia summarize, tunachokiona vile vile kwamba hata serikali yake au ile utawala wake hauonyeshi kwamba una matumaini sana na mazungumzo ya nchi ya Marekani, na ndio maana kuna mambo mengi yamekuwa yakiendelea katika nchi ya Iran. Cha kwanza, wamekuwa wakiendelea kuvunja mtandao wa watu ambao wanasadikika kwamba wanatumiwa na nchi ya Marekani au wanatumiwa na nchi ya Israel kwa kukamata baadhi ya vifaa ambavyo vinaonekana kwamba vimekuwa vimeunganishwa aidha kwenye internet za ndani vile vile, ukiachilia bali ile Starlink, internet za ndani ya nchi ya Iran, vifaa takriban kama 100,000 inaonekana kwamba wamekuwa wakijaribu kufanya ukamataji wa vifaa. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, inaonekana kwamba jeshi la nchi ya Iran limekuwa lenyewe likiendelea kufanya mazoezi kwanza katika upande wa mlango bahari wa Hormuz, ambao inaonekana katika siku kama ya jana waliweza kufanya blockade kama kuzuia meli kupita katika baadhi ya maeneo ya mlango bahari wa Hormuz, na sehemu walozuia hasa ndio sehemu ambayo meli nyingi zinapita. Manake ile sehemu ya mafuta au gesi kwa takriban 20% duniani huwa inapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo sehemu walokwenda kuifunga jana ilikuwa ni sehemu ambayo actually hizi meli ambazo zina support upande wa sekta ya nishati duniani kwa 20% hasa zinapita katika eneo hilo. Ukiachilia mbali hapo, wamekuwa wakifunga au wakifukia sehemu nyingi za zile entrance au zile sehemu za kuingilia katika chemba ambazo zinaaminika hasa zinahifadhi aina ya silaha kama zile ballistic missiles, au ni chemba vile vile za kuingilia hata katika ile miji mikubwa iliyoko chini ya ardhi ambayo ina utajiri mkubwa wa silaha, ambazo ukichukua silaha ambazo zinaonekana juu ya ardhi ya Iran na zile zilizoko chini, maana yake zilizoko chini ni hatari zaidi kuliko ambazo zinapatikana katika eneo la juu. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, inaonekana kuna transferring, kuna ule uhamishaji wa baadhi ya silaha kuelekea katika upande wa Persian Gulf, katika upande wa ghuba ya Uajemi kule, na katika baadhi ya visiwa ambavyo vinapatikana katika sehemu ndogo ya ile kuingia kupitia katika mlango bahari wa Hormuz kuelekea katika upande wa Persian Gulf au ghuba ya Uajemi. Lakini vile vile kingine ambacho tumekuwa tukiona katika movement za nchi ya Iran ni hakikisha kwamba kuna movement nyingine ya silaha ambazo zimekuwa zikienda katika maeneo ambayo hayana silaha nyingi, hasa maeneo ya upande wa magharibi mwa nchi ya Iran. Kwa hiyo kuna harakati nyingi ambazo zimekuwa vile vile zikiendelea ndani ya nchi ya Iran, ukiachilia mbali harakati nyingi ambazo zimekuwa zikiendelea kutoka katika upande wa Marekani, katika upande wa kuendelea kuleta vifaa zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Sasa katika yale ambayo tunajaribu kuyatazama, kwanza kabisa Rais Donald Trump amekuwa anafuata msukumo mwingi hasa kwa watu wake wa ndani, ikionekana kwamba au ripoti nyingi zinaonyesha kwamba serikali ya Rais Donald Trump ni kama haina matumaini sana na Iran kuweza kukubaliana nao, kwa sababu yale yote ambayo Marekani wamekuwa wanayasuggest au kuyapendekeza ni mambo ambayo hayawezekani kutekelezeka, kwa sababu kuiambia Iran iweze kustopisha mpango wake wa nyuklia manake athiri sekta ya kilimo ya nchi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba Iran wana teknolojia ya kutumia ile urutubishaji wa nyuklia kwenye kuzalisha madawa ya kupambana na maradhi ya mimea, kwa maana vile vidudu, zile insects ambao wanaharibu mazao na mfano wake. Kwa maana yake ukiwaambia waache mradi wao wa nyuklia, maana yake ni kwamba umezorotesha sekta ya kilimo. Lakini vile vile Iran kwa kutumia mpango wa nyuklia wamekuwa wakifanya uzalishaji mkubwa sana wa umeme ndani ya nchi Iran. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unapowaambia waache shughuli zao za urutubishaji na mfano wake, maana yake ni kwamba unaifanya ile sekta ya nishati ndani ya nchi ya Iran vile vile iweze kuparalyze. Kwa hiyo maana yake hata katika upande wa viwanda kila kitu kitaweza kuparalyze. Kwa hiyo maana inapozungumzwa swala la kuzungumzia urutubishaji kuwa katika 0%, maana yake ni kwamba targets haibaki tu katika swala la nuclear kwamba uwezo wa kuzalisha silaha, lakini target ni kwamba unaweza kusababisha kuzorota kwa kila kitu ndani ya nchi ya Iran, jambo ambalo wa Iran wamekuwa wakisisitiza toka ukiangalia katika speech ya Abbas Araghchi ambao wanazungumza katika ile disarmament meeting, kikao kile cha yani tuseme kuondoa uwezo ule wa silaha kilichofanyika katika nchi ya Uswidi siku ya jana. Maana yake ni kwamba maelezo yake yalikuwa yapo wazi kwamba
Iran haiwezi kuacha haki yake ya kimsingi ya kuwa kwamba na yenyewe ina nafasi ya kuweza kurutubisha sehemu ya nuclear, lakini vile vile iko tayari ikiwa kuna nchi yote itakusudia kuweza kufanya direct confrontation au kufanya mashambulizi moja kwa moja ndani ya nchi ya Iran, maana yake Iran yenyewe itakuwa tayari kuweza kujitetea katika hilo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinazungumzwa, lakini ukija katika uhalisia kwenye ground haviwezi kutekelezeka ndani ya nchi ya Iran. Na ndio maana kinachoonekana kwamba Marekani bado wanaendelea kufanya maandalizi yao na Iran wanaendelea kufanya maandalizi yao, ikiashiria kwamba katika siku za usoni kwa namna yote itakapokuwa swala la mgogoro kuwa mkubwa ni jambo ambalo tunalitarajia kwamba litakuwa lina uwezekano mkubwa wakaingia katika mapigano ya moja kwa moja. Na kingine ambacho tunakitazama hasa ni namna gani Marekani anaweza kufanya mashambulizi yake yaweze kuwa ni zanishi, kwa sababu kwa movement inayofanyika ya Marekani hatuamini kwamba Marekani anavipeleka tu vitu eneo la Arabian Peninsula au eneo la Peninsula ya Uarabuni hivi. Maanake kwa sababu bila vifaa vinapokwenda pale gharama yake ni kubwa. Ukiangalia kama hiyo Gerald Ford ambayo inatoka sasa Marekani kwa katika bahari ya Atlantic inakusudiwa kuja katika eneo la Mashariki ya Kati, bajeti yake ya siku moja ni takriban dola milioni 11, ambapo by conversion unaweza kusema labda ni takriban bilioni 25, 24, 25 ya Kitanzania ndani ya siku moja, ndio bajeti ya Gerald Ford. Ukiachilia mbali hizi ambazo zilizoko pale kama hizi USS Abraham Lincoln na mfano wake ambazo zinafikia hapa kwenye bilioni dola milioni 8 na mfano, ukijaribu kuchanganya hizi gharama zote ni gharama nyingi ambazo hatutaraji kwamba Marekani anapeleka vile vifaa eneo la Mashariki ya Kati kama fashe, bali anapeleka pale kwa lengo mahususi kwamba kuna kitu ambacho anakusudia kukifanya. Lakini pia hata katika upande wa Iran mazoezi ya kijeshi yamekuwa yakiendelea, ambapo vile vile bajeti yake sio kama ni ndogo, bajeti yake ni kubwa, na uimarishaji wa sehemu za ulinzi na usalama na movement hizi zilikuwa zikiendelea katika eneo ndani katika maeneo ya ndani ya Iran. Vyote hivyo maana yake ni jambo ambalo lina gharama, sio kama ni jambo la kufanyika tu hivi. Ina maana kila upande inaonekana kwamba kuna jambo ambalo umelikusudia. Upande wa Marekani wamekusudia jambo lao, lakini vile vile upande wa Iran na yenyewe wamekusudia jambo lao. Inawezekana ni ile defensive option au ile option ya kuweza kujilinda. Sasa kiuhalisia tukitazama uwezo wa Iran wana uwezo wa kuleta athari kubwa katika maeneo ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, na wana uwezo wa kuleta athari hata katika upande wa vifaa, kama alivyozungumza Ali Khamenei kwamba issue kubwa sio zile aircraft carrier, issue kubwa ni silaha inayoweza kuizamisha aircraft carrier. Sasa Marekani kwa nini ana riski vitu vyote, kwamba pale eneo la Arabian Peninsula ana base, zile nchi ambazo zinahodhi zile base zimeshakataa ardhi zao wenyewe kutumika kwa ajili ya kufanya mashambulizi ya namna yote dhidi ya nchi Iran. Kwa mazingira hayo, ina maana mashambulizi mengi ya nchi ya Marekani kama itatokea, maana yake itatokea zaidi katika upande wa bahari, maana yake itakuwa kama ni zile standoff attacks. Sasa kwa nini Marekani ana riski kwamba Iran kwamba wanaweza wakazizamisha zile aircraft carrier ikibidi, na hiyo vitu yote Marekani inaonekana kama vile hajani. Manake Marekani kuchukua hii riski yote au kubeba hii tatizo lote kwamba chochote kinachotokea inawezekana kikao sawa sawa, ni kwa sababu ya mpango wake wa mbele ambao ameupanga. Mpango wa mbele wa Marekani unalipa zaidi kuliko gharama ambazo Marekani sasa hivi anaweza akazipata kutokana na mgogoro wake na nchi ya Iran. Marekani mpango wake mkubwa zaidi ni kuhusiana na nchi ya China, kwa sababu China toka Marekani walikoweza kuizuia au kumuondoa Nicolas Maduro, maana yake waliweza kuzorotesha kwa upande mkubwa sana wa sehemu ya energy sector au ile sekta ya nishati ya nchi ya China, kuzingatia kwamba China ilikuwa inapata mafuta kutoka katika nchi ya Venezuela kwa kiwango kikubwa. Lakini vile vile ukiachilia mbali hapo, China sasa hivi bado imekuwa ikiendelea kunufaika na nchi kama ya Iran kutokana na mafuta na katika upande wa gesi. Na hii ni kwa sababu ya hitajio la nchi ya China. Kwa sababu China sasa hivi bado inachukua mafuta labda kutoka katika nchi ya Urusi ambayo inachukua takriban kama pipa 700 mpaka 800 kwa siku. Lakini mahitaji ya China kwa siku ni takriban pipa milioni 2. Milioni 2 kama na 0.8 hivi. Tuseme kama na 80. Ambapo na lakini anasema
ambapo ukiangalia kwa mahitaji ya nchi ya China na kile ambacho wanakipata kutoka katika nchi ya Urusi, maana yake ni lazima wafanye importation kutoka sehemu nyingine, lazima wachukue kutoka sehemu nyingine, na sehemu ambayo ni sahihi zaidi kuweza kuchukua ya karibu, maana yake ni nchi ya Iran. Hiyo ni pointi ya kwanza. Lakini pointi ya pili, hata katika upande wa gesi, ukiangalia gesi ambayo sasa hivi China wanaipata hasa kutoka katika nchi kama ya Urusi kupitia katika ile Siberian 1, ambapo ukizingatia vile vile kiwango ambacho cha gesi kinachotoka katika nchi ya Urusi kwenda katika nchi ya China bado vile vile sio toshelezi, na ndio maana wanalazimika waweze kuchukua kutoka katika sehemu nyingine kama Iran. Sasa pamoja na kwamba nchi ya China wao wana reserve ya takriban kama miezi mitatu miezi minne ya kuweza kutumia mafuta na mfano wake, lakini iwapo tutokea mgogoro wa muda mrefu na Marekani wakaweza kucontrol sehemu ya Hormuz, tafsiri yake ni kwamba China ita struggle kwa kiwango fulani, kwa sababu mpaka sasa hivi kutoka katika nchi ya Urusi kwenda katika nchi ya China inaweza ikapatikana ziada, lakini bado kiwango hicho hakiwezi kutosha ikiwa China hawatakuwa wanachukua nishati kutoka sehemu nyingine kama mafuta au gesi. Au kuna baadhi ya miundombinu ambayo imekuwa ikitengenezwa baina ya nchi ya Urusi na nchi ya China, lakini pia bado kama ile Altai pipeline, lakini pia bado haijakamilika. Kwa ina maana ili Marekani wafanikiwe kuweza kuidhibiti vizuri nchi ya China, ni lazima waweze kudili na nchi ya Iran. Kwa hivyo gharama Marekani ambayo anaweza kainka au akaingia sasa hivi kwenye kupambana na nchi ya Iran itakuwa si kitu kama ataweza kuidhibiti au kuitia adabu nchi ya China, kwa sababu huo ndio mpango wake. Na tukiangalia katika zile document ambazo zilikuwa released siku kadhaa nyuma za katika upande wa ile security defense ministry, ile Ministry of Defense, ile wizara ya ulinzi ya nchi ya Marekani, zinaashiria kwamba hasimu mkubwa au threat, tatizo kubwa la Marekani sasa hivi ni China wala sio Urusi. Na ndio maana kuingia katika gharama ya kudili na Iran kama ni sehemu ambayo inaisupport nchi ya China katika kufanikisha mipango yake ya uzalishaji na mfano wake, kwa Marekani itakuwa sio gharama kubwa, ikiwa mpango huo kweli utaweza kufanikiwa. Pamoja na kwamba katika nchi ya Iran lengo lake kubwa cha kwanza ni kuhakikisha kwamba wanakuwa na mkono wa pili wa kufanya mashambulizi. Wanajua kwamba Marekani wanaweza wafanya labda na ndege zao 200 300 wakafanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Iran, lakini tatizo kubwa ni kwamba Iran watakuwa bado na mkono wa pili, kwa kuzingatia kwamba wana sehemu za chini ambazo zimejaa silaha na mfano wake, na inawezekana sehemu ambazo Marekani sasa hivi wakashambulia zikawa ni kama decoy, ikawa ni sehemu ambazo zinashambulia lakini haziwezi kuzuia mashambulizi ya pili ya nchi ya Iran. Na hili ni jambo ambalo Marekani inaonekana pia wanaliogopa zaidi, ndio maana hata zile meli zao sasa hivi zile aircraft carrier wamezisogeza katika umbali mrefu ili kuepuka the second strike, kuepuka ule mkono wa pili wa nchi ya Iran ambao unaweza kufanya mashambulizi na kuleta madhara makubwa katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini ukiachilia mbali hiyo sehemu ya second strike au ile mkono wa pili wa nchi ya Iran kingine ambacho wamekuwa kikitegemea zaidi ni kuhakikisha kwamba anaufanya mgogoro uwe una gharama kubwa kwa nchi ya Marekani kiasi ambacho inaweza ikashindwa kuweza afford au kuweza kubeba ile gharama. Maanake kama Iran wataweza kufanya striking au kuweza shambulia katika zile bezi zote za eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile wakaweza kuleta hasara pia katika aircraft carrier, maana yake ni kwamba gharama ya huo mgogoro itakuwa ni gharama kubwa sana kuliko vile ilivyokuwa inatarajiwa. Na ukizingatia kwamba katika siku za usoni Marekani wanakwenda kuhost World Cup, ile mashindano ya mpira ya dunia, vile vile yanafanyika katika sehemu ya Marekani, Canada pamoja na Mexico, na mambo mengine mengi ya kiuzalishaji ambayo vile vile yanahitaji ya kulinda image ya ule muonekano wa nchi ya Marekani. Kwa ina maana Marekani inawezekana plani yake isiwe ni mgogoro wa muda mrefu, lakini jambo ambalo Iran hatakulikubali, kwa sababu Iran mpango wake ni kuhakikisha kwamba anaifanya Marekani inaingia kwenye gharama kubwa iwapo itakusudia kwenda kufanya mgogoro wa moja kwa moja. Sasa ni mambo ambayo tumekuwa tukiendelea kuyatazama katika kile ambacho tunakishuhudia, hasa kutokana na kikao cha jana na baadhi ya kauli ambazo zimekuwa zikizungumzwa na kiongozi kama vile wa Iran Ali Khamenei, lakini vile vile na lugha ya vitendo imekuwa ikiendelea kuwasilishwa na nchi ya Marekani kupitia ile usafirishaji wa baadhi ya ndege na vifaa vingine vya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati, tukitaraji kwamba kwa
muono huu, maana yake kuna jambo kubwa ambalo linawezekana likatokea hata kabla ya kwenda katika raundi ya 3 ya mazungumzo yao. Kwa hiyo bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Adi Mnukwa, ni kuomba uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, like, share pamoja na comment. Uwe na muda mwema.